ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الحمد لله، shukrani ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, anayestahili kushukuriwa kwa kutupa afya na uzima hadi leo tukaweza kuhudhuria kutekeleza ibadati al-Jumaa. Sio hodari wetu, bali hii ni tawfik min Allah azza wa jalla, na ni wajibu kusema alhamdulillah ala hadhihi neema. Kwani wako wengi walokusudia, walotarajia, walojiandaa, lakini kutokea hatupo nao leo katika salati Ijumaa. Ikhwanamani, maudhui yetu leo tutaangalia sabruhu sallallahu alayhi wasallam, subra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Subra ni ibadatu habsi nafsi an aljaza inda huduth ma hadath min al-alam wal-marad wa ghayriha. Sabri ni mtu kuweza kuifunga nafsi yake, akaweza kuimiliki nafsi yake, akaweza kudhibiti ulimi wake, na akajizuia asiingiwe na babaiko kubwa, babaiko ambalo kwamba lenye kumtoa katika mizani kwa sababu ya matatizo yanayomfika, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba matatizo ala wajhi al-ardi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili apate kutupa mitihani na apate kutujaribu ni nani atakayefanya mambo mazuri, ni nani ambaye kwamba atakuwa na matendo mazuri, ni nani anaweza kukubali yale mashakili ambayo Mwenyezi Mungu ameyapanga yamfikie na akaweza kuvumilia kulingana na hali yoyote na nyanja zozote, hata pengine mtu akafiliwa, na vile vile yatekana mtu ana subra, kama Mwenyezi Mungu alipotuambia wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia laysa minna man latama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliya, hayumo katika wafasi wangu mimi, si katika umati wangu ambaye anayekubalika wakati akipatikana na mitihani ya kufiliwa, ukamuona amekosa mizani, amekosa mipaka, latama al-hududa, karuka jipiga na kuta huku na huku, washaka al-juyuba, pasua nguo, pasua mifuko. Kwa nini? Eti nimefiliwa.
Je, ukifa wewe mwenyewe itakuwa nini? Ina maana kwa huamini kwamba al-mautu haqqun, mauti yako. Kwa hiyo ikija kutokea lazima ndio Mwenyezi Mungu ashapitisha jambo lake. Lakini sisi Waislamu tuna bahati kwa sababu tumefundishwa subra. Tuwe ni waja wasubirifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kul lan yusibana illa ma kataba Allah lana. Waambie Muhammad ummati wako hakuna jambo lolote ambalo litatufikia sisi illa Mwenyezi Mungu ashalipanga, illa Mwenyezi Mungu ashaliandika. Kullun fi lawhin mahfuz, vitu vyote vishaandikwa. Sasa vilivyobakia ni utekelezaji wake. Sasa kupambana na mambo kama hayo ni subra. Na ndio hadithi ambayo tunaisoma siku zote, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lilmu'min in asabathu sarra shakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Ajabu sana mu'min. Mu'min mambo yake tofauti na ambaye si mu'min. Unapomchunguza mu'min wakati wa furaha utajua kwamba huyu ni mu'min, na ukimchunguza mu'min wakati wa matatizo utajua huyu ni mu'min. Hatoki katika boda ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wa furaha usema alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, hadha min fadli rabbi. Akipatikana neema na akipatikana na matatizo husema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sisi tutoka kwa Mwenyezi Mungu na tutarudi kwa Mwenyezi Mungu. Mitihani yote ikifika, basi yeye kutegemeza maamrisho yote kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mungu ashayapanga, na maadamu Mungu ampanga hakuna anaweza kuondosha tatizo kama lile. Kilichoko sasa ni kusubiri na kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasabru anwa, sabra iko njia nyingi. Wa a'dhamu sabr wa ashaddu inda da'wati ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mahala ambapo kwamba panahitaji subra sana, mahala ambapo kwamba kuna mashakili mengi, kama mtu kujitolea kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ad-da'watu ila Allah, ad-da'watu fi sabilillah. Zamani utakapojitolea kumtumikia Mungu, kufanya kazi ya Mungu, basi ujue kwamba nimeingia katika milango ya mafanikio, lakini milango hiyo imejaa mashakili ndani yake. Kwa sababu ukiingia fi da'wati ila Allah, kulingania kwa Mwenyezi Mungu, wewe lingania na janna, wewe peleka watu katika janna. Mungu amekuchagua kwamba uwe ni mja wake, tayari ni katika waja wa janna, wachukue wengine wapeleke katika janna. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Lakini si rahisi kwamba tu utawabeba watu wapeleke katika janna. Waangalie mitumi namna walipopambana na mashakili mbalimbali, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Mtume Muhammad, subiri, vumilia Mtume Muhammad, fastaqim, kuwa na msimamo, sababu hiyo njia unayoitaka ndani yake ni njia iliyojaa misukosuko na mitihani. Fasbir, subiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam wa hadithi aliyopokea Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud iko katika sahihain kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda katika al-Kaaba kuswali. Wa fi fina'i al-Kaaba Quraysh
na pale ukumbini kando mwa Kaaba Makureishi wameketi pale. Kuna bwana alikuwa aitwa Uqba ibn Abi Mu'ayt. Huyu ni katika watu ambao kwamba walikuwa maadui top, maadui wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye na kina Abu Jahal na kina Abu Lahab na mifano watu kama hawa ndio wale ambao kwamba walikuwa na uadui mkubwa sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya malengo yao walikuwa wameyaficha nyuma ya pazia. Sasa ile dini inapokuja inaharibu ile mipango yao ya kudhulumu, ya kunyanyasa, ya kudhalilisha. Huwa sasa kwa mtu hakubali, hatakubali mtu kuona kwamba huyu leo kuja kunaelekea mipango yangu, vita vinaanza. Kwa hivyo asema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda chini ya Al-Kaaba akaiwasali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuwasali, Uqba ibn Abi Mu'ayt kumbe alikuwa shajiandaa. Asema Muhammad huja hapa kutuonyesha kwamba na ibada, lakini leo akija tapambana naye. Asubuhi ameagizia yale matumbo na uchafu wa ngamia iliyochanganyana na madamu, wanaenda mahali kwa kichinjo pale, angalia ule uchafu, akateka ule uchafu akaja nao katika utumbo wa ngamia. Utumbo wa ng'ombe yenyewe tuliyokiangalia, ikiwa bado hajatolewa uchafu, inaweza kupata hata kilo 10 utumbo ule wa ng'ombe. Je, ngamia? Basi akaja akalieka, akaweka ule utumbo pale kando. Mtume sallallahu alaihi wasallam lamma kana fi sujud, alipokuwa katika sujida bana, alikuja akaliinua akambwagia Mtume katika mgongo wake. Ule utumbo na uzito wake ukamwemeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi tena kuinuka katika julusu baina sajdatayni, kwa sababu imekuwa mgongoni mpaka kwenye shingo. Kwa bahati nzuri, bahati mbaya, akaja binti yake Fatima. Alipoona hali kama ile akasema, jamani, vipi leo mtu ajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu mwaja kwa mwagia utumbo? Basi akaita wale waliokuwa karibu naye, wakaondosha ule utumbo kwenye mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kuinuka. Lakini pamoja na hivyo, Mwenyezi Mungu amwambia, wali rabbika fasbir, subra kwa ajili ya Mola wako. Si madamu leo amekufanyia hivi basi uwaje useme sitaki tena kazi ya da'wa. Endelea na kazi ya da'wa. Hakutulia Uqba ibn Abi Mu'ayt. Mara nyingine akasema basi bado. Akamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam naye amekuja ameswali fi astari Kaaba. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kishali, mara nyingi apenda kujitweka kishali sallallahu alaihi wasallam. Fajaa fakhannakahu biburdati sallallahu alaihi wasallam khalqan shadidan. Akaja sasa akavuta kile kishada kama amemnyonga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huko amemzuia na magoti. Mara Sayyidina Abubakar akaja akamsukuma Uqba ibn Abi Mu'ayt, akamwambia, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Jamanini, hivi mtakumua huyu bwana ambaye kwamba kosa lake kubwa an yaqula rabbi Allah, ni pale aliposema kwamba mimi Mola wangu ni Allah, la nad'u min dunihi ilahan, hatuwezi kumwabudu Mungu mwingine. Shamjua Mungu wa haki, siwezi kuabudu masanamu. Mwenyezi Mungu atuambia katika surati al-Buruj, wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Hawakuadhibu hawa waumini, hawakuabudu hawa wenye kusema la ilaha illallah, ila kwa sababu wanasema la ilaha illallah. Kwa hivyo Mungu lazima uwe umejivisha mavazi ya sabra. Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum adan kathira, wala
tasma'unna min alladhina ashraku wa min alladhina utul kitaba min qablikum adhan kathira, siku zote mutapata maneno yenye kuwatia uchungu, maneno yenye kuwaudhi kutoka kwa makundi mawili. Kwa wale ambao kwamba utul kitaba, Mayahudi na Manaswara, walladhina ashraku, na wale wenye kumshirikisha Mwenyezi sema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu. Basi wale kila siku wanatafuta ni jambo gani ambalo lenye kumuuma Muislamu, kama kwenye mitandao wanaposti, kama ni vituko wanafanya, kama ni kuua wanaua. Ndio mnaona Waislamu leo katika ulimwengu siku zote wanadhalilishwa, siku zote wanauawa, siku zote wana tatizo. Kosa lao ni nini? Kosa lao ayakulu rabbuna Allah, Mungu ndiye Allah, Mwenyezi Mungu ni Allah, Mola wetu ni Allah. Huwa ni kosa kubwa kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakutani Muislamu na Yahudi yoyote katika barabara, kama barabara ile mbele yetu kwa waenda mbele akawa Yahudi iwaja akakuona yule Muislamu iwaja, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema illa hamma biqatli, ila upitishe katika mawazo yake, vipi nitaweza kumuua huyu Muislamu? Wewe ukipita naye njiani, kinachopita katika mawazo yake, huyu nitamuua vipi? Sasa akuue kwa kumaliza maisha yako, akuue kwa kuharibia uchumi wako, akuue kwa kukufanya mdhalilifu, akuue. Yani kuua si kutoa roho tu peke yake. Mtu akakutoa katika mizani kwa nafsi yako nzuri. Leo tuona Waislamu hata katika nchi ya Kenya wanapotea moja baada ya moja, moja baada ya moja. Juzi ile Nando, wakili mkubwa kabisa, naye amepotea. Tena anatoka wapi? Anatoka msikitini. Atoka wapi? Hakutoka kwenye baa, atoka msikitini kuswali. Lakini nani huyu? Ni Muislamu na anawatetea ndugu zake waliosimamiwa kwa dhulma. Huyu lazima apotezwe, mpaka leo hajulikani kwa na wangapi na wangapi. Kwa hivyo hapa panahitaji subra, na lazima tuwe twajua, madamu mimi ni Muislamu, basi mashakili yatakuja ya kila aina. Kwa hivyo nijiandae kupambana nayo, nijiandae katika kusubiri, ndio silaha ya pekee yake. Waangalie mitume wote waliokuja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa Nuhan idh nada rabbahu min qabl fastajabna lahu wa najaynahu min al-karbi al-adhim. Mwangalie Nabii Allah Nuh, labitha fihim alfa sana ila 50 ama, alilingania kwa muda miaka 1000. Ni jamaa, semeni la ilaha illa Allah, semeni la ilaha. Watu wamekataa katakata. Kisoma katika tarehe, alikuwa kipigwa Nabii Allah Nuhu mpaka kibebwa katika kitupwa kwenye sehemu za takataka, upigwa mpaka akapoteza fahamu, na kesho anarudi katika msimamo, anawaambia watu semeni la ilaha illallah. Mpaka ilipomalizika miaka 950 asema rabbi la tadhara ala al-ardi min al-kafirina dayara, usibakishe tena kwenye ardhi kafiri yote anayezunguka. Innaka intadharhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Sababu ya nini? Ad-da'wa fi sabilillah. Ataktuluna rajulan yaqula rabbi Allah. Mwangalie Nabii Allah Ibrahim, Abul Anbiya, baba mitume. Sio mwangalie Nabii Allah Ibrahim, Abul Anbiya, baba mitume. Lakini hatumwangalie Nabii Allah Ibrahim kwamba alihudhurishwa mbele ya mfalme na wale makuhani na wakubwa wale wameketi pale, wakaambia anta fa'alta hadha bi alihatina, wa Ibrahim ndio katakata wengu wetu. Asema bal fa'ala kabirum hadha, huyu mkubwa, muulizeni.
Mwisho nini? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mabana, mkitaka kumkomesha huyu Ibrahim, huyu si wa kubakishwa, afungwe. Tukusanyeni kuni, ukakusanywa kuni, ukawashwa moto mkubwa mpaka kutio kwenye moto kani mzito, ikatafutwa ile manjaniki, akarushwa na manjaniki mpaka katikati ya moto. Moto liwaka, walosema muda mchache sema ni wiki moja, lakini kuna walokwenda mpaka mwezi mzima, kuna walokwenda kwa miezi miwili. Kuni namna zilivyokuwa ni nyingi, kwa sababu watu walitishana kuletwe kuni kusanywa mpaka ule moto, ndege wa kawaida hawezi kuruka kwa juu kulingana na ukali wake. Ndani ametiwa nani? Nabii Allah Ibrahim. Kwa sababu ya nini? Awaambia watu, ya ayuhan nas qulu la ilaha, semeni la ilaha illallah. Kaona huyu si wa kubakishwa, huyu ni wa kuchomwa, hata majivu yake pia sionekana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumnusuru mja wake, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kulingana na subra yake, kulingana na kustamili kwake, ndipo leo tunaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye leo tuna jengo la Al-Kaaba. Jengo kama lile alikujengwa kwa neno kajenge, baada ya kupita kwenye misukosuko na kutia ndani ya moto na Mwenyezi Mungu kumwokoa, kama sasa hapa kufai ibada bila ondoka, nenda za kwingine kufanya dawa. Na mitume wangapi? Nabii Allah Musa alayhi salam tumsoma, Mwenyezi Mungu amejidha bila Firauna innahu tagha, nenda kwa Firauna. Huyu Firauna kitajwa, sisi wenyewe tupata habari hatumjui, twasoma tu kwamba kuna mji alikuwa aitwa Firaun. Leo Nabii Allah Musa ambiwa nenda kwa Firaun. Nabii Allah Musa ambia, Rabbi, mimi niende kwa Firaun, utaenda huko kwa Firaun? Mimi nimkimbia Firaun, atakuniua. Asema naam, inni la yakhafu ladayya al-mursalun, mitumi wangu si waoga. Ukimbia nini? Nenda kwa Firaun akapambane naye. Ikabidi aende kwa Firaun, lakini Mwenyezi Mungu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli Haruna akhi. Akamwomba Mwenyezi Mungu akamchagua Nabii Allah Haruna msaidizi wake, na akaenda akapambana na Firauni, vituko vya kila aina, mara fukuzwa na kaumu zake, mara teswa, mara mpaka mwisho ikawa mji wa Misri hakuketiki. Kwenye Misri hakuketiki. Mwenyezi Mungu asema, wahamishe watu wako peleke Sham, nenda nao Syria, hapa ketiki tena, mtamalizwa nyote. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yalipozidi kwa makali katika mji wa Maka, asema law kharajtum ila ardhi al-Habasha, tokeni nendeni Habasha, nendeni Ethiopia. Kule kuna mfalme mwaminifu, hadhulumi mtu yote. Wakatoka masahaba kina Sayyidina Uthman ibn Affan akahama na mke wake mpaka Ethiopia. Kwa sababu ya nini? Kuitetea dini yake. Lazima wasubiri katika hali kama hiyo. Na mitume wangapi na wangapi? Kwa hivyo kwa kila yoyote ambaye ataamua kwamba mimi nataka kufanya kazi ya dawa kulingana na namna alivyo, wacha kulingania kama kulingania mitume. Wewe amua tu katika jamii yako, mimi nitakuwa na wazungumzia na waeleze ukweli, bana hayo unayofanya sio. Wewe hayo unayofanya makosa. Ukhti yangu unayofanya makosa, brother yangu unayofanya makosa, utapigwa vita. Njoo keti umwambie kiongozi yoyote, wewe kiongozi hivi unapofanya ni dhulma, wewe unanyanyasa watu, utapotezwa. Mwisho hata haki yako utakunyang'anywa, ukasema ni haki yangu, ni haki yangu, pia utasumbuliwa juu ya haki yako. Mwenyezi Mungu asema, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaydun shay'a. Mambo mawili yatawasaidia. Wa in tasbiru, subiri. Wasabru kasabri murrun fi mararati, tempo la sabr
sabra limechaguliwa kulingana na uzito wake. Wale Waarabu wasema as-sabru kas-sabri, subra ni kama subiri. Ikome kuna subiri, basi ndiyo subra. Murrun fi madakati, ukionja ni utungu. Watoto wote hata wengine pengine ndugu zetu waliokuwa kama kula subiri asema da, mdunge sindano kwa subiri siku tayari. Kwa sababu ni utungu, na kama mwingine utungu wake unasikia mdomoni. Lakini akhirahu hulun min at-tamri, lakini mwisho wa subra ni tamu kama nini? Kama tende. Mwisho wake ni tamu kama halwa, kwa sababu ukiwa ni mgonjwa ukinasubiri inasafisha damu, inaua virusi ndani ya tumbo, inasababisha afya yako kwa nzuri. Lakini ukisubiri ni nzito na ni tabu, utapata shida. Lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mwenyezi Mungu atawalipa wale wenye kusubiri malipo yao bila hisabu. Na katika neema Mwenyezi Mungu aliwapa Waislamu ni subra. Leo baadhi ya umma wetu wa Kiislamu tumekosa subra kwa sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu ni uvivu. Leo watu waenda kwa pasta, napiga magoti anasema niombe Mungu nipate mafanikio. Unamwacha Allah, unawacha kwenda kwa Allah, unakwenda kwamba yushriku billah, anamshirikisha Mwenyezi Mungu. Atakusaidia nini? Atakusaidia nini? Leo tunakwenda, vijana wanakwenda kwa sababu wanataka maisha ya urahisi, maisha ya haraka, ambayo kenda pale kufanya kuombea Mungu. Yeye amepotea. Leo ndio kuombea Mungu. Waliyadhu billahi ta'ala min dhalik. Leo dada zetu wanakwenda, wanapangwa, wengine ni urongo, wengine ni njama za kuvutia wengine. Waqala ta'ifatun min alladhina utul kitab aminu billadhi ursila ala alladhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Miongoni mwa njama wanazopanga hao Mayahudi na Manaswara katika Uislamu ni kwamba huwapeleka watu, nenda kaingia katika Uislamu, vaa buibui, vaa kanzu, silimu, tangaza mimi ni Uislamu, wakfuru akhir. Kisha baadaye sema mimi nimeingia katika Uislamu, nimepata shida, nimeombewa na imamu sikufaulu, nimeombewa na mashehe sikufaulu, nimekwenda kwa Uislamu sikusaidiwa, lakini nimekuja kwa kiongozi huyu wa kanisa niliombea Mungu nimefaulu. Kwa hivyo Yesu ndiye Mungu, Yesu ndiye mponyaji, Yesu ndiye kadha. Ikiwa hatutojifundisha subra, tutaritadi waliyadhu billahi ta'ala bidhalik. Na tukiritadi haidhuru Mwenyezi Mungu, hatumdhuru Mwenyezi Mungu. Ni Mungu, hata sote tukaacha Uislamu. Mungu ni Mungu, Mungu hatobadilika. Yeye ni Mungu, na wewe ndio utaingia kwenye matatizo. Usitarajie kwamba utaona kwamba umeombewa utafanikiwa, ndio utazidi kuharibikiwa. Kwa hivyo yatakana tuwe na subra, na pili tuwe na bidii. Wa in tasbiru wa tattaku, tujipambe na subra na tumche Mwenyezi Mungu. Leo umma wetu wa Kiislamu tumefikia hali ambayo kwamba si Waislamu. Leo mtu anajiua. Leo baadhi ya vijana anapanda juu, anaenda kujirusha, anatengeneza kamba, anajinyonga. Ati nini? Maisha magumu. Maisha magumu ajinyonga. Ukifa endapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu yoyote mwenye kujiua atatiwa motoni, ila ayyasha Allah, kwa muda anayetaka Mwenyezi Mungu. Wengine wanasema khalidina fiha, utaketi milele katika moto. Wakimbia matatizo ya dunia miaka 10, 20, 30, wenda kuketi katika moto milele. Kwa nini umejiua? Sababu ni ati nina shida. Ni wewe peke yako. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajir. Akisikumba safiri, tafuta kazi. Kama tunavyoeleza siku zote, kuna watu watoka makwao wakija Mombasa. Mombasa ni Dubai kwao, Mombasa ni Kuwait kwao. Leo ndiye hesabu atukutuka ile barabarani, apangalie kupeleka nani. Matatu zinazopita Mombasa ketu, ngale vijana wetu wako wapi? Akishapeleka tukutuku masaa mawili, akipata pesa shilingi 200, aenda kununua Mungu kastare.
utafaulu wapi? Utafaulu wapi? Kwa hivyo tunaona bara kule baba humua mama kaua na watoto kwa sababu ya nini? Stress, au na mambo ni magumu, shida. Vijana wanajinyonga, mtu amfele kwenye mtihani anajinyonga, mtu timu yake mpira imeshindwa anajinyonga. Leo mambo haya yanaweza kufika kwa sisi jamii ya Kiislamu kwa sababu tumemsahau Allah, tumemsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tasbiru wa tattaqu, subra hakuna, takwa hakuna, hatuswali. Mwenyezi Mungu asema subra na swala, subra na swala. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, omba, taka msaada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bis-sabri, kwa kuvumilia yale matatizo, na nini? Was-salah, uswali. Wewe uswali, ndio kutalia matatizo. Utakuwa na kanisani utatulia matatizo, kwa sababu hakuna Mungu ndani ya moyo wako. Huna Mungu, utaenda kulia kwa nani? Kila mmoja sasa ni kuomba. Maskini yoomba, mtu wakati yoomba, tajiri yoomba, kila mmoja yoomba. Muombe Mwenyezi Mungu, lia katika boma la Mwenyezi Mungu. Wala jamaa sema mimi nilikuwa nikimuomba Mwenyezi Mungu hata tonge la maisha ninasubiri, ninaweza kufanya nini? Namwabudu Mwenyezi Mungu kisha mbele ya Rabbi mimi na haja ya chakula. Lakini sio kisingizio usifanye kazi ngoja kama ule anapokuwa kusoma sura Taha atapata chakula. Kaino alfajiri akasoma sura Taha, hakuna breakfast. Kifika lunch akaisoma sura Taha, hakuna lunch. Kifika jioni baada ya isha akasoma sura Taha, shauri yako utakuwa mrongo si mimi bana. Mara ilipofika saa 4 akabishiwa bana, akasema shukran Taha. Shukran. Usiketi. Kusiru fil ardi, tembea mkana tafuta riziki. Tuondosheni uvivu, maashara muslimini. Uvivu utatupeleka mahali pabaya, na subra ni muhimu. Leo mtu ukimbia wake zake nyumbani ati maisha ni magumu. Wewe umemwoa mke, umezaa naye watoto 4, wewe baba kwa sababu mvivu unakimbia, wale watoto walelewe na nani? Mama kikosa subra, usiku kwa barabarani ajiuza, asubuhi zile pesa aliyopata alesha watoto wale nini? Chai na lunch, anawapa chakula kwa kujiuza nafsi yake. Na wewe baba uko hai, umekimbia umeenda kujificha, pengine utoke hapo ende Nairobi, ujiona ni hodari. Thumma la tusaluna yawma idhin an-na'im, ujue utaingizwa katika jahannam kwa sababu ya kupoteza masuhulia kutosimamia watoto wako. Mwenyezi Mungu mbona watoto ni wako, wewe baba usimame na wao, wewe usiende kaoe kama tunavyoona bara tunakuua. Leo ulimwenguni watu wakiona shida kidogo wanajiua. Leo nchi kama South Africa, Lesotho ni nchi ambayo kwamba ndio watu wanajiua sana kwa sababu ya matatizo mbalimbali. Lakini umma wa Kiislamu si kwamba hana matatizo kwa sababu ya subra, lakini tulipoacha ibada tumeacha subra, na sisi tuanza kwenda huko. Kwa sababu ikiwa hakuna kitu Allah ndani ya moyo wako, Allah hakuna ndani ya moyo wako, basi shetani ataingia. Shetani ashangia kupeleka msikitini, atakupeleka pale kwa nchi zenye ukafiri na mashetani na nini. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha tanasuru ala man adaha. Wassalamu alaykum.